A'udhu billahi minashaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Katika jalsa yetu ya leo tunazo taarifa mbalimbali ambazo tutakuleteeni kuhusiana na kile kinachopitika katika Mashariki ya Kati. Moja wapo ni kuzidi kwa hali ya mapambano baina ya Israel na Marekani kwa upande mmoja dhidi ya Iran. Mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran yanaonekana kuongezeka, kama vile ambavyo Iran nayo inazidi kulipiza kila inapokuwa imeshambuliwa. Hali kadhalika tutakuwa na taarifa inayozungumzia juu ya swala la mauaji lililoripotiwa na spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwamba Marekani, askari wa Kimarekani 500 tayari wameshauliwa katika vita hivi. Lakini vile vile kutakuwepo na taarifa nyingine ambazo tukiwa pamoja tutaweza kuziendeleza. Tafadhali tukae kwa pamoja ili kupata taarifa hizi zinazokuja. Rais wa Marekani kwa pamoja na waziri mkuu wa Israeli Netanyahu, maadui wakubwa wa Uislamu na mataifa ya Kiislamu, hadi leo Ijumaa Machi 6, 2026, bila shaka wamepiga hesabu kinyume kutokana na ukweli kuwa hadi hili leo hakuna dalili yoyote inayoashiria kufanikiwa kwa ndoto yao ya mchana. Hatua ya kwanza ilikuwa kumuua kiongozi mkuu wa taifa hilo la Kiajemi, Shahid Ayatollah Imam Khamenei. Baada ya tukio hilo, ilikuwa ni matumaini yao makubwa kuungwa mkono na wananchi kwa kutoka mabarabarani kupindua utawala wa Kiislamu. Trump na Netanyahu lazima watakuwa wamekata tamaa ile waliokuwa wameionyesha ya kwamba Waislamu wa Iran wangejitokeza kuandamana wakibeba taswira ya maandamano yaliyopita na kujitwika katika nafasi ya kuwahubiri wa Iran wajitokeze, lakini hakuna hata mmoja kati ya wa Iran aliyejitokeza barabarani kuonyesha kwamba anaitikia mwito wa Netanyahu au wa Donald Trump. Baada ya kuona dhahiri kupuuzwa miito yao, wamegeuka na kupanga propaganda za uongo wakidai eti Trump ametumwa na Bwana Yesu kujiandaa mazingira ya ujio wa Bwana Yesu na kwamba Trump ni mtu mtakatifu sana na vivyo majeshi yanapaswa kumtii na kuendeleza mapambano dhidi ya Iran hadi serikali ya Kiislamu itakapokuwa imeanguka. Licha ya kuendelea kushambulia baraza la wataalamu wa Iran ambalo lazima limchague mrithi wa Imam Khamenei, huku akitamani kuungwa mkono na vibaraka wa ndani kuipindua serikali badala yake, wananchi kila kona katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mara tu wanapomaliza kufuturu wanajitokeza mabarabarani makundi kwa makundi sehemu mbalimbali wakinyosha mikono yao juu na huku wameshika picha za aliyekuwa kiongozi wao Ayatollah Ali Khamenei, wakilani Marekani na Israeli na wakiomba umauti kwa Marekani na kwa Israeli. Ni wazi bila shaka hadi sasa Trump na Netanyahu wako mbali sana na ndoto yao ya kufuta utawala wa Kiislamu wa Iran, kwa kuwa hakuna ishara zozote zinazoonyesha wananchi wa Iran kutikia mwito wa Trump na Netanyahu. Madhumuni na shabaha kubwa ya Trump na Netanyahu ilikuwa ni kwamba baada ya kifo cha Khamenei, basi ilikuwa ni nafasi nzuri sana kwa wao kudhani kuwa wananchi wangeweza kutoa usaidizi kwa kutoka barabarani kuipindua serikali ili na wao waweze kupata nafasi na kisingizio cha kuweza kuingia katika taifa hilo kwa miguu. Trump akionyesha kudhoofika na uchumi wa Ulaya kuanguka, hivi karibuni ametoa tamko kwamba anatoa ruhusa kwa muda kwa kuingia mkataba wa muda mfupi baina ya mataifa ya Magharibi na Israel kununua mafuta ya Urusi ambayo hapo awali waliweka vikwazo kwamba wasinunue mafuta hayo. Lakini hata hivyo vikwazo hivyo vilikuwa ni vikwazo vya uongo, kwa sababu Urusi ilichukua mafuta ikawekea ingiza China, na huko China wazungu wa Ulaya walikuwa wakiyanunua mafuta hayo kwa kupitia China badala ya kupita Urusi moja kwa moja. Jeshi la Israel kadhalika limesema limefanya mashambulizi makubwa nchini Iran na kuharibu idadi kubwa ya mifumo ya ulinzi na anga na kudhoofisha uwezo wa ufyatuaji wa makombora. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth ameonya kwamba mashambulizi dhidi ya Tehran sasa yataongezeka kwa kasi, lakini Rais Donald Trump wa Marekani amesema
hana mpango wa kuanzisha operation ya ardhini itakayowahusisha wanajeshi wa Marekani nchini Iran. Lakini hata hivyo, kuna taarifa kuwa Marekani imewaomba Wakurdi wa Iraq kuweza kuivamia Iraq chini ya msaada wa Marekani na Israel, lakini mke wa rais wa Iraq amewaonya Wakurdi kutokuitikia mwito huo na kwamba vita hivyo havihusu Iraq bali ni vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Hakuna ruhusa ya kufanya jambo kama hilo. Halikadhalika, kuna taarifa hapa kutoka Iran ambapo jana siku ya Alhamis Machi 5, 2026, Spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Muhammad Baghir Ghalibaf, amesema Jamhuri ya Kiislamu itaendeleza operesheni zake za kulipiza kisasi kwa kila shambulio hadi itakapohakikisha imewaadhibu na kuwatia adabu wale waliolivamia taifa hilo. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X, na kueleza kuwa Iran itaendelea kutoa vipigo kwa wavamizi licha ya makamanda wa jeshi la Marekani kutozungumza chochote kuhusu mashambulizi ya kulipiza kisasi ya majeshi ya Iran ambayo yameisababishia Washington hasara kubwa kupita kiasi. Maafisa wa Iran wamesema kuwa Rais Donald Trump wa Marekani anapaswa kutarajia gharama kubwa zaidi baada ya zaidi ya wanajeshi 500 wa Marekani kuuawa katika siku chache za kwanza za vita baada ya uchokozi wa Marekani na Israeli kuanzishwa ndani ya taifa la Uajemi. Kituo mashuhuri cha utafiti cha Marekani CPA imefichua kuwa vita vya kichokozi dhidi ya Iran vimesababisha hasara kubwa Marekani, na kwamba mbali na kuuawa idadi kubwa ya wanajeshi wa nchi hiyo hadi tarehe 3 Machi, yani katika siku 3 tu za mwanzo wa vita, Marekani ilikuwa imepata hasara ya dola bilioni 5 za walipa kodi wa nchi hiyo. Kama inavyojulikana, mbali ya maafa ya kibinadamu, mali na ukosefu wa amani na shughuli za kibinadamu wakati wa misukosuko na vita, ukweli unabaki pale pale kuwa katika vita hakuna mshindi wa moja kwa moja. Marekani, licha ya kujigamba kuwa taifa kubwa, na ukweli ndivyo ilivyo, imechanga nguvu zake pamoja na Israel kwa dhana kuwa ingechukua siku 4 au 5 kuweza kupindua utawala wa Iran. Badala yake mambo yamebadilika, na sasa wanadai mara itakuwa wiki 5 au zaidi, au pengine watalazimika kuingia kwa miguu, ikionyesha kutapatapa baada ya kuona mambo yamekuwa tofauti na walivyotarajia. Shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Pars Today, limenukuu taarifa iliyotolewa na kamandi ya Khatamul Anbiya, wanajeshi wa jeshi vamizi la Marekani kama ilivyoitwa na Iran, magaidi, wameangamizwa wakati wa shambulizi la Iran huko Dubai katika ufalme wa Kiarabu. Taarifa iliyochapishwa katika tovuti ya Pars Today siku ya Alhamisi Machi 5, 2026 inasema shambulio lililenga katika kituo cha mkusanyiko wa wanajeshi magaidi wa Marekani katika mji wa Dubai, ambako wakati huo wamejumuika wanajeshi wa Marekani kwa pamoja, wanajeshi wapatao 160. Kwa kuzingatia taarifa za kiintelijensia kutoka uwanja wa tukio, wanajeshi 100 kati ya 160 wa Marekani wameangamizwa katika shambulio mseto lililoshirikisha makombora na ndege zisizo za rubani za Iran. Ni kawaida kwa Marekani na Israel kuficha taarifa za hasara au maafa yanayowakuta kama mbinu ya kuficha, na wafanya hivyo kutokana na majigambo yao kuwa hakuna shambulio linaloweza kulenga na kufanikiwa kuishambulia kambi ya Marekani au kuingia katika anga la Israel, jambo ambalo limeonekana kuwa halina ukweli kutokana na mifumo hiyo kuwa ni hadithi tu za kizamani. Lakini makombora yanapiga vizuri sana katika Tel Aviv na kila eneo, na ardhi ya Israel imechakazwa vibaya sana. Kwa mujibu wa gazeti Gulf Times, polisi wa Dubai wameonya kuwa wale watakaopatikana na hatia ya makosa ya kuchapisha au kutuma taarifa au kupiga picha za video au picha za kawaida watakabiliwa na adhabu ya kifungo jela, mafaini ya dirham 1,200, yani $200,000, karibu dola 54,000 za Kimarekani. Ukionekana umechukua video au umepiga picha na ukaituma pahala inayoonyesha maafa yaliyowakuta wa Marekani, utakamatwa na kupigwa faini ya dola 54,000, zaidi ya shilingi milioni 100 za Kitanzania. Taarifa zilizochapishwa jana Machi 5
Zinasema vikosi vya Hizbullah kadhalika vya Lebanon vimefanya jeshi la Kizayuni kupangwa baada ya mashambulizi ambayo hayakuwahi kushuhudiwa kabla ya hapo. Vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimekiri kuwa jeshi la utawala huo liko kwenye mashinikizo ambayo halijawahi kutokea kutokana na mashambulio na harakati za mukawama wa Kiislamu wa Hizbullah ya Lebanon kwenye medani ya kaskazini ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu na kubatizwa jina Israel. Kamandi ya jeshi la utawala wa Zayuni katika eneo la kaskazini alfajiri ya kuamkia Alhamisi Machi 5 imewaamuru walowezi wa Kizayuni wanaoishi vitongoji haramu 22 vya mpakani wasalie kwenye maficho au sehemu zingine zenye usalama. Wakati huo vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimeripoti kuwa wanajeshi wa Kizayuni wamefikwa na tukio kubwa katika eneo la kusini mwa Lebanon. Baadhi ya vyombo vya habari vimeripoti kuwa shambulio la mukawama limelenga moja kwa moja kifaru na gari dogo la kijeshi la utawala wa Kizayuni kwenye mpaka wa pamoja ya Lebanon na Israel. Halikadhalika kunazo taarifa zinazozungumzia kuhusu swala la idara ya uhusiano ya umma IRGC. Jeshi la mapinduzi ya Kiislamu imeeleza katika taarifa namba 13 ya operesheni ya ahadi ya kweli namba 4 kwamba katika wimbi la 14 la operesheni ya ahadi ya kweli ya namba 4, vikosi vya wanamaji wa jeshi hilo la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu alfajiri ya kuamkia Jumanne Machi 3, 2026 vimefanya shambulio kali la makombora na ndege zisizo na rubani lililolenga kituo cha anga cha jeshi la Marekani kilichoko katika eneo la Sheikh Isa nchini Bahrain. Shambulio hilo lilihusisha droni 20 na makombora matatu, lililenga shabaha kwa umakini na kuliteketeza jengo kuu la kamandi ya makao makuu ya kituo cha anga cha Marekani. Hayo yamejiri katika hali ambayo licha ya uchujaji mkubwa wa habari unaofanywa na utawala wa Kizayuni wa Israel, duru za upashaji habari kutoka Israel zimeripoti kuwa makombora ya Iran yamefanikiwa kupiga maeneo yaliyokusudiwa ya utawala huo. Ripoti zinasema makombora ya vikosi vya ulinzi wa Iran yamelenga maeneo ya Rasul Ain na Path Tikwa mjini Tel Aviv. Hizi ndizo taarifa ya hayo yanayoendelea huko kati ya Marekani na Israeli upande mmoja na dhidi ya taifa la Kiislamu. Lakini la mwisho tuzungumzie juu ya swala ambalo limekuwa likizungumzwa katika baadhi ya mitandao ambayo ni habari za kupotosha, hasa zinapokuwa zimezungumzwa na vijana wa Kiislamu. Kuna baadhi ya vijana wa Kiislamu wanatoa katika mitandao yao kwamba katika vita hivi ama vita vyovyote vile Mayahudi ni lazima washinde vita hivyo kwa sababu wao ni taifa teule la Mwenyezi Mungu. Habari hizi wanazozungumza ni baadhi ya vijana wa Kiislamu, lakini inavyoonyesha ni kuwa hawazingatii mafundisho ya Kiislamu, na kama wanajua Uislamu unasema nini juu ya jambo hilo, basi labda kuna jambo jingine lisilokuwa hilo wanalotarajia kupata kutokana na kupotosha ukweli wa dini ya Kiislamu. Hadithi ya kuwa kutakuwa vita baina ya Waislamu na Mayahudi ipo. Maelezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapo kwamba Mayahudi watapigana na Waislamu. Lakini maelezo ya mtume Muhammad ni kwamba Mayahudi watapigana na Waislamu na Waislamu watawashinda Mayahudi. Haya ndio maelezo yanayopatikana katika Uislamu na ndiyo msimamo wa Uislamu, hivyo itakavyokuwa. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani inasema hakupata kutamka jambo kwa hiari ya nafsi yake, wama yantiqu anil hawa. Hakuwa anasema kwa matamanio ya nafsi yake, alikuwa akisema yale aliyoagizwa na Mwenyezi Mungu. Katika hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, sikilizeni vizuri, la taqumu sa'atun, kiyama hakitosimama, hata yukatila almuslimuna alyahuda, hadi pale Waislamu watakapowapiga na kuwashinda Mayahudi. Fayaqtuluhum almuslimuna, Waislamu watawaua Mayahudi, hata yakhtabi alyahudiyu min alhajari washajar, hata pale Mayahudi au Yahudi atakapokuwa amejificha nyuma ya jiwe au mti. Fayaqulu alhajar, jiwe litasema, au shajar au mti, ya muslimu, Muislamu, ya Abdallah, mja wa Mwenyezi Mungu, hadha yahudiyu khalfi,
huyu hapa Yahudi nyuma yangu amejificha, fataala faktulhu, njoo umuue, illa al-gharqada, isipokuwa atakapokuwa amejificha nyuma ya mti unaoitwa al-gharqada, fa innahu min shajari al-yahudi, kwa sababu huo ni mti wa Kiyahudi. Maelezo haya ya Mtume Muhammad ni lazima yatatimia, na vita hivi vinavyoendelea hatima yake ni ushindi utakaowajia Waislamu. Vita hivi ndani yake utakakotokea kupatikana ama kuonekana kwa Imamu Mahdi, ambayo pande zote na madhehebu wote ya Waislamu wanakubaliana juu ya jambo hilo, lakini pia ndipo kutakakopatikana ujio wa Nabii Allah Isa alayhi salam. Kwa hivyo tusipotoshwe na tusipotoshe watu kuzungumza yale ambayo hatuyajua wala hatukuyafanyia utafiti wa kutosha. Wayahudi ni lazima washindwe, na Mayahudi hawana uwezo wa kupigana na Mairani. Ndio maana kwanza wanakwenda kutafuta usaidizi wa Marekani. Netanyahu amefanya safari karibu 8, 9 mpaka 10 kwenda Marekani kumshawishi Donald Trump waje kumsaidia kupigana vita, kwa sababu Yahudi kama Yahudi pekee hawezi kumshinda Iran. Hoja kwamba Waisraeli hawawezi kushindwa kwa sababu ni taifa teule la Mwenyezi Mungu haina msingi. Maelezo yake yako hivi. Qur'ani tukufu inasema, ya bani Israila udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin, enyi wana wa Israeli, kumbukeni neema zangu nilizokuneemesheni, na hakika mimi nimekufadhilisheni, nimekufanyeni kuwa bora kuliko viumbe wengine. Haya maneno yalikuja katika Qur'ani. Wafasiri wa Qur'ani wanaeleza vizuri. Aya hii ilihusu maelezo waliokuwa wakiambiwa Mayahudi kabla ya kipindi hicho, zama za Nabii Allah Daud, kwamba Mwenyezi Mungu aliwafadhili, aliwapenda Mayahudi, akafanya mitume wote kuwa ni wa Kiyahudi, akawa akiwapelekea chakula na akawapelekea miongozo, lakini Mayahudi hawa waliipinga hiyo miongozo, wakataa, na miongoni mwa neema walizopewa wakazikanusha. Wakipewa chakula bila kulima, wakataka na wao wenyewe walime, hawataki chakula cha bure. Hakuna ushahidi unaoonyesha kwamba hadi leo kila aliye Yahudi ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu, bali miongoni mwao Mayahudi wako watu wema, lakini kuna miongoni mwa Mayahudi wako watu wabaya. Nimalize kwa kusema kwamba kuna njia 3 za kutambua vita vinavyoendelea. Mayahudi ni kina nani? Yahudi ni mtu ambaye atatokana na taifa la Bani Israeli. Anaweza kuwa mtu ni Yahudi kwa maana hiyo asili yake. Anaweza kuwa mtu ni Yahudi lakini asiwe katika watu wanaojiita Wayahudi wa kundi la pili. Yani kuna Yahudi wa kawaida na kuna Yahudi Zayuni. Huyu Zayuni ni imani walionayo baadhi ya Mayahudi inayomkataa Mwenyezi Mungu, na ushahidi wake ni kwamba hakuna kiumbe wa Mwenyezi Mungu, hakuna mpenzi wa Mwenyezi Mungu, mtu ambaye ni kiumbe bora wa Mwenyezi Mungu anakwenda na mabomu kwenye hospitali, kwenye wodi ya watoto, kwenye wodi ya kina mama wanaojifungua, anapiga, anaua watu. Hakuna mtu yote ni kiumbe bora wa namna kama hiyo. Walio bora ni wale ambao wanafuata maagizo aliopewa na Mwenyezi Mungu. Na ufalme wa Mwenyezi Mungu uliondolewa kwa Mayahudi, ubora wao uliondoka. Ndipo pale Mwenyezi Mungu akawaambia kwamba hii ufalme mliopewa, kwamba manabii wote watakuwa katika Mayahudi, iliondolewa ukapelekwa kwa Waarabu, kutokana na ukweli kuwa Mayahudi waliwakataa mitume, waliwaua mitume, na mara ya mwisho walimchukua Nabii Allah Isa wakidhamiria kumuua. Wenzetu wa Kristo wanasema walimuua wakamsulubu, kitendo ambacho ni laana. Kama waliweza wakamtundika Nabii Allah Isa ambaye ni mtoto wa Mungu kama inavyosemwa na wenzetu, mnamuua na kumtungika juu, mkamwamba na misumari, mtandika bakora usiku mzima. Baada ya hapo nyinyi mnakuwa ni wapenzi wa Mungu, ni watoto wa Mungu, wakati mmemuua mtoto wake. Nani anaweza kudhani kwamba kiakili inaingia jambo kama hilo? Almuhimu ufalme waliopewa kwao baada ya Mwenyezi Mungu kuwachukia. Upo uwezekano mtu asiyekuwa Myahudi akawa Mzayuni, na kwa sababu Uzayuni ni imani. Akina Trump hawa ni Mazayuni kwa sababu wanakubali ile imani ya kuua watu, kuwadhulumu watu, kunyang'anya watu. Hawa ni Mazayuni. Lakini inawezekana mtu akawa Yahudi na asiwe Mzayuni,
kwa sababu hashiriki katika imani za Kizayuni. Haya ndio mambo muhimu watu lazima tuyafahamu, kwamba ule utukufu mnaosema wanao hawa, huo utukufu haupo, ulikushaondolewa. Mayahudi watashindwa katika vita, iwe ni hivi au vijavyo, lakini mwisho wa siku watashindwa na ardhi ya Falastini itarudi kwa wenyewe, na wao watashindwa vibaya sana na wataangamia kutokana na dhulma wanayoiendesha. Huu ndio msimamo wa Uislamu na ndio maelekezo tuliopewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na yoyote aliyekuwa ni Muislamu ni wajibu wake kufikiri na kukubaliana na anayosema Mtume wetu Muhammad. Na mwisho tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie salama. Tunazungumza matukio tu yanayotokea huko katika nchi za Kiarabu, lakini vita ni vita, na vita ni jambo baya, na vita havina mshindi yoyote katika wanaopigana. Marekani inajifanya ana ndivyo ilivyo kwamba ndio taifa kubwa kiuchumi na kadhalika kimabavu, lakini leo watu wake wanakufa, wamehamisha vifaa vyao, wameondoka navyo. Waarabu kwa pamoja wanalalamika kwamba Marekani imewatupa, wakati wao wanalipa mabilioni kuweka kambi zao pale ili wawalinde. Wao wa Marekani wenyewe wanakimbia, wanachukua vifaa vyao wanapeleka kuficha pahala pengine. Bado tu Arabu nyie, ayuhal arab, mpaka leo mtakuwa mnadhana kwamba Marekani wamekuja kuwalinda nyie. Dhidi ya nani? Viongozi wa Kiarabu lazima wantabihe, waamke kujua kwamba hawa hawakuja kuwalinda, hawa wamekuja kuwachonganisha na kuja kuchukua rasilimali zenu. Wizi wa kuiba mafuta na mali zenu, kila mwaka mlipie gharama za kuweka kambi zao kukaa pale kuwalinda, kwa kwamba mnadai wanawalinda. Wao hawawalindeni nyinyi, wao wamekaa pale kwa ajili ya kuhakikisha wanawadhibiti msiweze kupanga lolote kwa dhidi ya Yahudi, ili wazidi kuwanyonya, huku na kunyang'anyeni fedha. Fedha hizo wanawapelekea Mazayuni wanunue silaha, wanawapigeni nyinyi wenyewe. Wafukuzeni wa Marekani, mtengeneze umoja wa Kiislamu ili muweze kupata mafanikio na utukufu wa Uislamu. Haya ndio mafundisho ya Uislamu, na hili likufanyeni kufikiri kwamba mnapigwa, mabomu yanapigwa kwa Marekani, yanaingia kwenu, yanaingia. Wanalinda nini sasa? Kama nyinyi wao kuja kuwalindeni, wanalinda kitu gani wakati wao wenyewe wanakimbia? Wamechukua meli zao wamepeleka Cyprus, na huko Cyprus pia zimepigwa. Iran anapigana na nchi 15, nchi moja. Kama Iran angeshirikiana na Waislamu wote katika kambi ile wakawa ni kitu kimoja, wanajeshi moja, kuna Marekani anaweza kuja katika nchi za Kiislamu? Hawezi. Anashindwa na Irani moja, anaweza kushindana na nchi zote za Kiislamu? Ayuhal arabu intabahu, amkeni, amkeni, mfuate mafundisho ya dini ya Kiislamu, msiende kuegemeza kwa makafiri. Jitengeni wenyewe, mnazo fedha, mnazo rasilimali kubwa sana, mnamiliki mafuta ambayo ni uti wa mgongo wa uchumi wa dunia. Wa Marekani na kila dunia wanategemea. Mkiwanyima mafuta hakuna kiwanda kitakachosimama, hakuna shughuli kitakazofanyika. Tuna kila kitu isipokuwa tumekosa umoja. Basi tukipata umoja miongoni mwa wakubwa wa nchi zetu za Kiislamu, ulimwengu wa Kiislamu utapaa juu zaidi, na wa Marekani na wengine wote watakuwa chini ya Waislamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.